Yes, na hii hapa ni exclusive, moja ya habari kubwa sana nchini Tanzania kwa sasa. Ni kuhusu mpango wa serikali. Serikali imezindua mfuko wa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya vijana, lakini kuna masharti mazito ambayo wengi hawajayajua. Je, wewe unaweza kunufaika au utabaki kuangalia wengine wakichukua fursa kuendelea kuwa matajiri, au wewe pia unataka kujikwamua kutoka kwenye umaskini? Basi endelea kuwa nami mpaka mwisho. Serikali ya Tanzania imeweka wazi mpango mpya wa kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia mfuko maalum wa shilingi bilioni 200. Lengo kuu ni kupunguza ukosefu wa ajira na kuwapa vijana nafasi ya kujiajiri kupitia biashara na miradi mbalimbali. Hii ni moja ya hatua kubwa kabisa kuwahi kufanywa kuwainua vijana moja kwa moja, lakini si kila mtu ataweza kupata fedha hizi kirahisi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ili uweze kupata mkopo huu lazima uwe kwenye kikundi kilichosajiliwa. Kikundi kiwe kina mpango wa biashara, business plan iliyoandaliwa vizuri, wanachama wawe vijana halali kulingana na vigezo vya serikali, na muhimu zaidi ni hii si pesa ya bure tu, ni mkopo utakaotakiwa kurejeshwa. Hapa ndipo vijana wengi hupoteza nafasi kwa kukosa maandalizi sahihi. Yes, lakini kwa wale watakaofanikiwa, hii ni nafasi ya kuanzisha biashara bila mtaji mkubwa, kuajiri wengine na kukuza kipato na hata kujenga maisha mapya kabisa. Wataalamu wanasema huu mfuko unaweza kubadilisha maisha ya maelfu ya vijana nchini kama utatumika kwa umakini zaidi. Lakini pia serikali imetoa onyo kali. Vijana wanatakiwa kuepuka kutumia vibaya hizi fedha, kurejesha mikopo kwa wakati na kuepuka udanganyifu wowote ambao utasababisha wao kukosa sifa za kuweza kupata huo mkopo, kwa sababu ukikosea unaweza kujikuta umefungiwa kabisa kupata fursa nyingine kama hizi. Swali kubwa ni hili: je, vijana wa Tanzania wataitumia fursa hii vizuri au itapotea kama miradi mingine ambayo imeanzishwa kwa vijana wa huko nyuma? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata habari kali kama hizi kila siku. Na hii hapa ni 360 on air. Bwana, hapo mbele nakwenda kuachia interview press conference ya waziri wa nchi Tanzania hapa, Bwana Mwigulu Nchemba, akiwa anazungumzia kuhusiana na swala hili. Karibu sana. Jitihada kama hizi tayari ulishakwisha kuanza kufanyika, na Mheshimiwa Rais aliunda wizara mpya ya vijana ili kuweza kuwezesha uratibu huu kuwa na ufanisi zaidi. Kwa hiyo hata leo, waheshimiwa mawaziri, tutamkabidhi huu ndio waziri wa vijana kama focal point, lakini sectors ndizo zenye programu zinazotekelezwa. Kuna vijana wako kwenye uvuvi, kuna vijana wako kwenye kilimo, kuna vijana wako kwenye biashara, kuna vijana wako kwenye tehama, kuna vijana wako kwenye utamaduni, kwenye sanaa, kwenye michezo, kwenye habari, kuna vijana wako kwenye masuala mazima ya maendeleo ya jamii ambako ndiko na makundi makubwa bado yako kule ya wanawake. Lakini pia kuna shughuli zinazoratibiwa katika serikali zetu za mitaa, na pia fedha kutoka benki kuu zimekwenda kwa ajili ya uratibu, zimekwenda benki moja, lakini baada ya hapo kwenda kwenye programs zitasambazwa kwenye benki ambazo zinatekeleza programu hizi. Kwa maana leo tuko na NMB kwa uwakilishi, lakini zipo na benki zingine kufuatana na programs zinavyotekelezwa zitakwenda kwenye benki hizo. Tuna benki ya kilimo, zipo ambazo zitakwenda kwenye benki yetu ya kilimo, hivyo na benki zingine kufuatana na shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa na vijana wetu. Uwezeshaji wa kiuchumi wa wananchi ni muhimili wa kukuza uzalishaji, biashara, uwekezaji na ustawi wa maisha ya wananchi, hasa vijana na wanawake. Serikali ya awamu ya 6
imeendelea kuimarisha uwezeshaji wa kiuchumi kwa wananchi kwa kuzingatia mahitaji halisi ya Tanzania ya leo. Tangu kuanzishwa kwa mfuko wa Rais wa kujitegemea mwaka 1984 hadi Disemba 2025, jumla ya mifuko program na pamoja na program za uwezeshaji 75 zimeanzishwa, ikiwemo mfuko wa maendeleo ya vijana na mfuko wa maendeleo ya wanawake. Katika kipindi kifupi cha Novemba 24 hadi Januari 2025, serikali kupitia mfuko na programu hizi imetoa mikopo na dhamana yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 66.9 kwa wanufaika. Mmefanya vizuri sana. Wewe pamoja na waziri wa vijana mmefanya vizuri sana, na tuliona pia tutumie jukwaa hili ili watu wapate huo mnyororo utakavyokuwa, wasije wakaenda kupanga foleni kwa waziri wa vijana wakijua waziri wa vijana umeteuliwa na fedha Mheshimiwa Rais kashatoa. Ili ni vizuri watu wakajua kwamba waziri wa vijana taratibu, lakini programs zitaendelea kubakia kwenye sekta zinazotekeleza hizo programs. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, watendaji wote, makatibu wakuu,